Utayari wa kutumika katika kukuza na kujenga ufalme wa Mungu kama matokeo ya kutafakari njia zako. Utayari wa kutumika katika kukuza na kujenga ufalme wa Mungu unakata moja kwa moja vifungo vinavyofunga maisha ya mtu katika maeneo mbalimbali. Kusoma Ezra sura ya kwanza utaona, ila pia utaona Ezra sura ya 6 mstari wa 6 na 12. Ezra sura ya kwanza, Koreshi aliamuru vitu viachiliwe. Wale walikuwa wako mateka kwenye nchi nyingine, nchi ya Babeli. Walivyokuwa tayari kwenda kujenga nyumba ya Mungu, uteka wao ukaisha pale pale. Kilichowapa ruhusa ya kutoka uhamishoni ilikuwa ni kukubali kwao kwenda kujenga nyumba ya Mungu. Kwa uteka wao uliisha pale ambapo utayari wa kujenga nyumba ya Mungu uliingia ndani yao na akachukua hatua kwenda kujenga nyumba ya Mungu. Kwa kilichowapa ticket ya kutoka, kilichowapa ruhusa ya kutoka, ilikuwa ni kazi ya Mungu. Ile pia utaona Ezra sura ya 6 mstari wa 12. Mfalme Dario baada ya kukaa miaka mingi wale hawajajenga nyumba ya Mungu, Hagai akainuliwa kwenye kitabu cha Hagai, akasema na wale watu wakaanza kujenga nyumba ya Mungu tena. Kuna watu walijitokeza, walikuwa maliwali wa miji ile, wakawazuia msijenge, na wakamwambia mnajenga kwa ruhusa ya nani? Wakaandika barua kwa mfalme Dario ili tena wazuie. Dario akaandika barua kuwakanya wale watu wasiwazuie kujenga nyumba ya Mungu, na akasema mtu yeyote atakayenyosha mkono wake kuwazuia hao watu, ichukuliwe boriti kutoka kwenye nyumba yake atundikwe juu. Then akaamuru mapato yote kama kodi yanayopatikana na kutozwa kwenye maeneo yanayojenga nyumba ya Mungu yote yaende kutumika kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mungu, na wapewe vitu kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo utayari wa kutumika katika kukuza na kujenga ufalme wa Mungu kama matokeo kutafakari njia zako unakata moja kwa moja vifungo vinavyofunga maisha yako, maisha ya mtu katika maeneo mbalimbali ya maisha yake. Kutoka sura 23 mstari 25 hadi 28 ukisoma pale utaona anasema kwamba nawe utamtumikia Bwana Mungu wako na atabariki chakula chako na maji yako kukandia na mifugo yako, hapata kuwa mwenye magonjwa. Anaongea swala la kwamba nitatuma utiisho uende mbele yako utakaowafukuza adui zako, utakupa kukua na kutanuka, ataondoa kila anayekupinga. Lakini pia utasoma Hagai sura ya 2 mstari wa 6 wa 9 aliposema kwamba bado kitambo kidogo tu atatikisa mbingu na nchi, atatikisa mpaka bahari na maziwa ili itoe vitu kwa ajili ya maisha yako. Akasema fedha na dhahabu ni mali yake, kila kitu kitaanza kuzaa kwa ajili ya kusupport maisha yako. Kwa hiyo mazingira anakupa favor, unapata kibali kwenye mazingira na kwa watu wanaokuzunguka kama matokeo kwa tayari kufanya kazi katika ufalme wa mbinguni. Kabla Mungu hajaachilia upako wa kukustawisha, anaachilia kwanza upako wa kufanikisha njia zako, ndipo analeta upako wa kukustawisha. Yeshua sura ya 8 anasemaje? Kitabu hicho chote kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno haya mchana na usiku, ili upate kutenda sasa na alivyoandika huko. Anasema ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa kustawi kwa mtu ni matokeo ya njia zake kufanikiwa. Na ndio maana huko kwenye Hagai na komanda anasema tafakarini njia zenu. Kwa Mungu anajua ili ustawi kwa jinsi ya nje, anagusa njia za kwako kwanza. Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3 na 4 anasema naye atakuwa kama mtu aliyepanda kando kando vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila itendalo litafanikiwa. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza anasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi katika barazani penye mizaha. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Asiyekwenda, hauwezi ukaenda kama hakuna njia kukupeleka unakokwenda. Ili uende maana kuna njia unaopita ya kwenda unakokwenda. Na naposema heri, Kiswahili kinatumia neno heri, Kiingereza kinatumia neno blessed. Maana amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Asiyekwenda katika shauri maana kuna njia ambayo mtu anaenda nayo kwenye shauri la wasio haki. Then anasema wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Kuna njia hakusimama. Ile kwenda, aliposema kwenda anaongelea njia, sababu hauwezi kaenda kama hakuna njia. Unaenda kwa kutumia njia fulani. Na ile heri maana amebarikiwa mtu yule. Maana kuna njia ambayo hautumii ili baraka ziingie kwako. Kuna njia ambayo ukiitumia au kikanyaga baraka zinakata kwako. Na baraka sio mali, baraka ni nguvu za kusaidia kufanikiwa. Ile Mwanzo sura ya kwanza Mungu aliposema akambariki mtu akamwambia yale yote aliyoyasema baada ya kubarikiwa, maana ni nguvu ya Mungu iliachiliwa kwanza, then aliyopewa yalikuwa yanategemea ile nguvu aliyopewa kwanza ili isaidie kuzalisha yale ambayo aliambiwa azaliwe kwenye maisha yake. Ndio maana Kumbukumbu 8:18 anasema kwamba na utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Kwa anaposema heri mtu yule asiyekwenda, maana ni kuna njia mtu akiendea nguvu za Mungu asiingii kwake kumfanikisha, ila yule ambaye akienda kwenye njia ambayo Mungu ataka aende kuna nguvu. Anasema blessed. Heri make blessed, amebarikiwa. Amebarikiwa make ni amepewa nguvu. Mtu yule ambaye hakwenda kwenye njia ya wakosaji, wala hakuketi katika baraza la wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezao, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Ile sheria anapoitafakari mchana na usiku inarekebisha njia zake. Ikirekebisha njia zake inaleta matokeo kwenye maisha yake. Anasema bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mtu aliyepanda kando kando vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila atendayo utafanikiwa. Naye yupi? Naye yule ambaye hakuendea njia ya wasio haki, hakusimama kwenye njia ya wakosaji,
hakuketi barazani penye mizaha, ila ile sheria ya Bwana ndio inayompendeza, na sheria yake anatafakari mchana na usiku, atakuwa kama mti. Kwa matokeo yanayotajwa kwenye Zaburi 1:3 ni matokeo ya tafakari anayokuwa nayo kwenye mambo mbalimbali ya maisha yake. Kwa anapotafakari njia za kwake kwa kutumia neno la Mungu, kuna nguvu za Mungu zinaingia. Sababu sema amebarikiwa mtu yule, amepewa nguvu mtu yule anatafakari sheria za Bwana mchana na usiku kwenye swala zima la njia ambayo anachagua. Maana kama hajaenda kwenye njia ya wakosaji, maana kuna njia nyingine ambayo ameiendea. Kama hajatembea kwenye njia wasio haki, kuna njia wenye haki ameiendea. Angalia mstari wa 4 anasemaje? Sivyo wasio haki hao ni kama makapi yapeperushwayo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko lenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia wasio haki itapotea. Maana ni kwamba kabla Mungu hajakustawisha kwa jinsi ya mwili, anachungulia kwanza njia zako. Anasema kwa maana Bwana huijua njia ya wenye haki, bali njia wasio haki itapotea. Kwa nini? Kwa sababu yule anastawi, sababu Mungu anajua njia yake. Mungu akiangalia njia zako anaziona, anakustawisha kwa jinsi ya mwili. Kwa maana Bwana anajua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki inapotea. Na ndio maana hawezi wakazaa, hawezi wakastawi. Ndio maana Yoshua, Mungu akamwambia Yoshua, kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako, tafakari maneno haya mchana na usiku. Hilo neno ndio lipo kwenye Zaburi sura ya 1 mstari wa 2 ule, kwamba bali sheria ya Bwana ndio inayompendeza, na sheria yake utafakari mchana na usiku, then atakuwa kama mti. Kwa hiyo kuna upako special kwa ajili ya kufanikisha njia zako ili kustawisha maisha yako. Na kabla Mungu hajastawisha maisha yako, anafanikisha kwanza njia zako. Kwa hiyo kabla hujaomba Mungu nistawishe kwa jinsi ya mwili, mwambie Mungu, achilia nguvu zako zifanikishe njia zangu.